إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu Islam, bado hutuba zinaendelea kuchambua kundi hili ovu la Shia Ar-Rafidha. Ar-Rafidha wanafanana na Mayahudi katika maneno yao, lakini pia katika vitendo vyao. Na hii sababu wallahu a'lam ni kwa sababu mwanzilishi wa kundi hili ni Myahudi Abdullah ibn Saba ibn Sauda, ndiye mwanzilishi wa kundi hili aliyedai kuingia katika Uislamu kwa ajili ya kuuchafua na kuharibu Uislamu. Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi ametunga kitabu akakiita Risalatun fi raddi ala ar-Rafidha, akaelezea maovu yao mengi. Katika maovu ya hawa Rafidha Shia ni kwamba wamefanana na Mayahudi. Akaeleza njia nyingi za Rafidha hawa kufanana na Mayahudi katika risala yake hii mufida adhima. Kwanza ameelezea Sheikh rahimahullah kwamba Rafidha wao wanadai kwamba au Rafidha ni maadui wa Waislamu, ni maadui wa Ahlus Sunna wal Jamaa, lakini ni maadui wakubwa wa Waislamu wote hawa Mashia Rafidha. Na wanafanya uadui huo mpaka wanaitakidi kwamba Waislamu ni najisi. Mashia itikadi zao ni kwamba Waislamu ni najisi, wanakaa mbali nao. Na hivi ndivyo walivyo Mayahudi. Mayahudi ni maadui wakubwa wa Waislamu. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul latajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladhina amanu al-yahuda walladhina ashraku, utawapata watu ambao ni maadui zaidi kuliko watu wengine kwa Waislamu ni Mayahudi na wale washirikina. Allah subhanahu wa ta'ala akithibitisha uadui wa Mayahudi kwa Waislamu. Jambo jingine anaelezea Sheikhul Islam rahimahullah kwamba Rafidha jinsi walivyo dhidi ya Uislamu, wanakusanya wakioa baina ya mwanamke na amati yake na mwanamke na khalati yake, jambo ambalo limekatazwa na Uislamu. Kumkataza mwanamke, yani kukataa kukusanywa
kuwaoa mwanamke na shangazi yake na mwanamke na khalati yake ni jambo limekatazwa katika Uislamu. Fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la yujma'u baina al-mar'ati wa 'ammatiha wala baina al-mar'ati wa khalatiha, haikusanywi baina ya mwanamke na amati yake na shangazi yake, wala haikusanywi baina ya mwanamke na khalati yake. Huwezi ukawaoa kwa pamoja. Marafidha, mashia wanafanya hivyo. Mayahudi nao wanakusanya baina ya mwanamke na dada yake, wanamuoa mwanamke na dada yake, jambo ambalo limekatazwa na Uislamu. Wa antajma'u baina al-ukhtayn illa ma qad salaf. Kwa hiyo marafidha, mashia wanafanana na Mayahudi katika jambo hilo. Lakini pia Sheikhul Islam akaelezea mashia hawa rafidha wanavyodai kwamba wao ni sha'bullahi al-mukhtar, na wao ndio watakaoingia peponi peke yao, wengine wote wanakwenda motoni. Madai ya rafidha hayo, wao wanajiita sha'bullahi al-mukhtar, taifa la Allah lililoteuliwa na Allah, wao wataingia peponi. Wote hawataingia peponi, bali wanakwenda motoni wote waliobakia. Na hivi ndivyo walivyodai Mayahudi na Manasara. Waqalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan au nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Walisema Mayahudi na Manasara kwamba hakuna atakayeingia peponi isipokuwa Myahudi na Mnasara. Waambie, leteni dalili yenu, leteni hoja yenu kwa hilo, mkiwa nyinyi ni wa kweli. Kwa Rafidha wanafanana na Mayahudi na Manasara katika jambo hilo, na itikadi yao hiyo kwamba eti wao wataingia peponi, watu wote wataingia motoni. Vipi wataingia peponi hawa Rafidha? Vipi wataingia peponi Mayahudi na Manasara? Katu hawawezi wakaingia peponi, kwa sababu wamemuasi na kumkana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Jambo jingine alilolitaja Sheikhul Islam ni kwamba Rafidha wameandika maneno wakadai kwamba ni maneno ya Allah. Wameandika maneno, wameandika wakidai ni aya, wakidai ni sura za Qur'an, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika suratul Inshirah, waja'alna aliyan sihrak, wanasema haya ni maneno ya Allah, tumemfanya Ali ni mkwe wako. Ni urongo. Shekhe wao Hussein An-Nur At-Tabarsi katika kitabu chake Faslul Khitab fi tahrifi kitabi Rabbil Arbab ametaja suratul wilaya. Katika kitabu hicho ametaja sura ya mashia wanaodai kwamba Uthman ibn Affan aliondoa katika msahafu huo. Wanasema kuna sura nzima wanaita suratul wilaya. Mwanzo wake unasema ya ayyuhalladhina amanu bin nurain anzalnahuma yatluwani alaykum ayati wa yuharrifanikum adhaba yawmin adhim wa yuhadhiranikum adhaba yawmin adhim. Wanasema hiyo ni aya ya sura hiyo. Ya ayyuhalladhina amanu bin nurain anzalnahuma yatluwani alaykum ayati wa yuhadhiranikum adhaba yawmin adhim nurani ba'dhuhuma min ba'dhin wa ana as-sami'ul alim. Kadhib, urongo. Hakuna maneno ya Allah yanayosema hivyo. Kadhib. Ni sawa na maneno ya Musailimatul Kadhab, yule aliyedai utume akasema alfil wa ma adraka malfil lahu dhanabun wabil wa khurtumun tawil. Kadhib, Musailimatul Kadhab. Mayahudi nao hivyo hivyo wameandika maneno wakadai kwamba ni maneno ya Allah katika Taurati. Allah subhanahu wa ta'ala anasema فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله
liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Allah anasema adhabu kali ni ya wale walioandika maneno wakadai kwamba haya yanatoka kwa Allah kwa ajili wanunue thamani chache ya dunia. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, adhabu kali ni ya yale ambayo imeandika mikono yao. Wa wailul lahum mimma yaksibun, na adhabu kali kwa hayo wanaoyapata ya kidunia. Allah subhanahu wa ta'ala akitahadharisha hivyo kwamba mtu asidai neno ambalo si la Allah akadai kwamba ni la Allah. Al-Imam al-Qurtubi katika tafsiri ya aya hii yakul kullu man badala wa ghayyara au ibtada'a fi dinillahi ma laysa minhu fahuwa dakhilun tahta hadha al-wa'id ash-shadid wal 'adhab al-alim. فكل من بدل وغير أو ابتدع, kila aliyebadilisha au akazusha katika kitabu cha Allah ma laysa minhu, jambo ambalo halimo katika dini, fahuwa dakhilun tahta hadha alwa'id ash-shadid, huyo anaingia chini ya makamio haya makubwa, wal adhabil alim, na adhabu ngumu, adhabu inaumiza aliyoihadi Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hiyo. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. nani anayeweza kuleta Qur'an? Nani anayeweza kuleta maneno kama Qur'an? Nani? Hakuna. Allah subhanahu wa ta'ala anasema qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an yatu bimithli hadha alquran la yatuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Waambie lau wangekusanyika watu wote na majini wote kwamba walete kama hii Qur'an, wasingeweza kuleta. la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, hata kama baadhi yao ni wasaidizi wa baadhi nyingine wasingeweza. Kwa hiyo Rafidha wanafanana na Mayahudi katika jambo hili la kusema maneno wakadai kwamba haya ni maneno ya Allah, kama hiyo suratul wilaya na aya hiyo wanaosema waja'alna waliyan sihrak.